Huu nauita ni ujinga unaozidi kuendelea baina ya klabu ya Yanga na klabu ya Simba. Taarifa ambayo imeweza kutoka rasmi ni kwamba Simba wamegomea kwanza kufanya mazoezi na pia wamegomea press conference ya kutangaza mechi inayofuata, yani ikimaanisha tarehe 25, yani klabu ya Simba ilibidi iweze kutangaza next fixture kuweza kurasmisha kabisa kwamba taarifa hiyo na kwamba watakuwa wako sambamba kabisa katika dabi ya Kariakoo kuelekea katika siku hiyo ya muhimu ya tarehe 25. Lakini cha ajabu ni kwamba hivi sasa taarifa iliyopo, yani mara baada ya uongozi wa klabu ya Simba waliweza kuweka kikao bayana binafsi ambacho kiliweza kuwakutanisha viongozi tofauti, na taarifa iliweza kutoka ni kwamba Simba waliweza kugoma na wamegomea moja kwa moja dabi ya tarehe 25, yani kwamba na wao hawatocheza. Kama Yanga walisema hawatocheza, basi na hii ni nafasi ambayo Simba wanaitumia kwamba na wao pia hawatocheza. Na nikufahamishe jambo lingine ambalo nimekuwa nikizungumza kwamba endapo kesi ikafika CAS ama CAF, basi 80 mpaka 90 klabu ya Simba iko na advantage ya kuweza kushinda kesi hiyo, kwa sababu ni mara baada ya tarehe 15 kwa bodi ya ligi na TFF kuweza kupanga tarehe hiyo kwamba dabi itachezeka, alafu mwisho wa siku ratiba imeweza kubadilishwa bila hata ya kuwa na sababu ya msingi. Yani kila mmoja alikuwa anajiuliza kwamba je, ratiba hiyo ilibadilika kwa sababu gani? Kwa hiyo TFF na bodi ya ligi waliweza kuwasikiliza Yanga wanachokitaka, na hiyo itakuwa ni kama dharau kwamba labda Yanga inaiendesha bodi ya ligi ama inaiendesha TFF. Yani katika majukumu yao ya kazi wanaingiliwa na timu binafsi. Hilo pia nalo ni kosa kubwa sana la kisheria kwa upande wa CAF. Kwa hiyo nafikiri mpaka hivi sasa advantage ipo kwa klabu ya Simba, na mara baada pia ya tarehe kuweza kubadilishwa, ambapo tarehe haikuwa ikiungwana na kuweza kurasmishwa kabisa, na kokuwa na changamoto yoyote iliyojitokeza tarehe 15 ama pia udhuru yoyote ambayo ilikuwa ni ya ulazima kwa bodi ya ligi kubadilisha tarehe. Kwa hiyo kwanza lawama zinaanzia kwa bodi ya ligi na TFF, alafu hapo Yanga ndo tafuatia, kwa sababu huwezi ukailaumu sana Yanga kwa sababu wao hawakuweza kubadilisha ratiba, bali waliobadilisha ratiba ni TFF pamoja na bodi ya ligi, ambao wanastahili kulaumiwa kwa makosa ambayo yamekuwa kiendelea kujirudia, kwa sababu kwa hivi sasa ni kwamba pia watu wanazidi kupoteza muda na hata ile radha ya dabi inaanza kupotea, kwa sababu kila siku wamekuwa ni waongo, tarehe zinapangwa alafu mwisho siku hakuna kinachozidi kuendelea. Kwa nafikiri ni swala ambalo limekuwa na ukakasi mkubwa sana. Sasa kama mdau, basi ningependa zaidi tuendelee kupaza sauti ili mradi taarifa ziweze kuwafikia viongozi wa klabu ya Simba na klabu ya Yanga. Kwa hiki kinachoendelea ni upuuzi na ujinga mtupu unaojitokeza katika ligi yetu ya Tanzania. Hii ni Hatboy Media.